Mwaka 1964, Kambona akawa mjumbe aliyesaidia kuziunganisha nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, na akawa mmoja wa mawaziri wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Kambona alikuwa ni mmoja wa mawaziri wachache sana waliokuwa wanajua mchakato wote wa muungano kwa undani. Kutokana na staili yake ya nywele na urahisi wa kufikika na vijana, watu wakazidi kumpenda. Mwaka 1965 likapangwa baraza jipya la mawaziri. Kambona akatolewa Wizara ya Ulinzi na Mambo ya Nje, akapelekwa TAMISEMI. Wengi wakaona ni kama Nyerere anampunguzia madaraka Kambona na anazidi kumsogeza mbali. Lakini Kambona akaendelea kupiga kazi. Februari 5 mwaka 1967, Rais Nyerere alitangaza Azimio la Arusha, nyaraka ya 5 iliyokuwa na lengo la kujenga taifa la kujitegemea la kijamaa, na Kambona alikuwa katibu wa kikao kilichopitisha azimio hilo. Mwezi Juni mwaka huo yakafanyika tena mabadiliko ya baraza la mawaziri. Kambona akatoka TAMISEMI hadi waziri wa serikali za mitaa na maendeleo vijijini, na wengi wakaona sasa ni muda wa Kambona kujitafakari, kwani Mwalimu anazidi kumsogeza mbali. Inaonekana Kambona hakukubali cheo hicho, kwani hakuonekana kwenye hafla ya uapisho, na muda mfupi tu akatangaza kujiuzulu nafasi zote serikalini na kwenye chama, akidai kuwa amejiuzulu kwa sababu za kiafya. Julai mwaka 1967, kwa kuwa Kambona alikuwa ni mtoto wa mjini, alitonywa na marafiki zake kwamba kuna mpango wa kumkamata na kuwekwa kizuizini. Akapanga mpango wa kutoroka nchini. Akanunua tiketi 2 za ndege zenye siku 2 tofauti, na badala yake akasafiri kwa gari kuelekea Nairobi, Kenya. Akafanikiwa kuwachanganya maafisa usalama waliokuwa wanamfuatilia tangu aanze kutofautiana na Nyerere, na kisha baada ya kukaa Kenya kwa muda akatimkia Uingereza. Siku chache baada ya Kambona kutoroka, Mwalimu hakukaa kimya. Alipokuwa akiongea na viongozi wa TANU mjini Morogoro, alisema, na nukuu, "Itachukua muda mrefu kufahamu sababu za bwana Kambona kujiuzulu, lakini jambo moja ni dhahiri: Kambona amenidanganya mimi, TANU, Tanzania na Afrika." Mwisho wa kunukuu. Na baada ya Kambona kuondoka, watu wake wa karibu wakiwemo wadogo zake Otin na Matia Kambona walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ikiwemo kutaka kuwashawishi wanajeshi waipindue serikali. Jumanne ya tarehe 23 Januari mwaka 1968, Rashid Kawawa, makamu wa pili wa rais na waziri mkuu, alilitari